Bunge. Tunaendelea na Wizara ya Afya. Sasa namuita Mheshimiwa Esther Edwin Maleko, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake. Imeelekezwa katika Wizara ya Afya na naibu waziri anatoa jibu la swali hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Afya naomba kujibu swali la Mheshimiwa Esther Edwin Maleko, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Serikali inatekeleza mikakati mbalimbali katika kuimarisha huduma za afya kwa kina mama wajawazito na watoto, ikiwemo kuimarisha miundombinu ya kutolea huduma za afya, ikiwemo ujenzi wa CMOC kwa maana ya vyumba vya kutoa huduma ya dharura ya kumtoa mtoto tumboni kwa upasuaji kwa ajili ya mama wajawazito na wodi maalum kwa ajili ya huduma ya watoto wachanga na wagonjwa, ambapo wodi 438 zimeanzishwa ikilinganishwa na wodi 14 tu zilizokuwepo mwaka 2018. Aidha, serikali imeanza ujenzi wa wodi za kuhifadhia watoto wachanga na wagonjwa katika mikoa 37 katika mikoa na halmashauri zenye idadi kubwa ya watoto wanaozaliwa. Kuimarisha ujuzi wa watoa huduma kwa kutoa mafunzo kazini, ambapo watoa huduma wapatao 18,929 wamejengewa uwezo wa kutoa huduma za upasuaji wa dharura, usimamizi wa vyumba vya upasuaji na utoaji wa dawa za usingizi tiba na ganzi salama. Kuimarisha upatikanaji wa vifaa tiba kwa ajili ya huduma za watoto wachanga, wajawazito na mama baada ya kujifungua. Kuimarisha utoaji wa huduma za kinga kwa kuhakikisha huduma za chanjo na vifaa vya kutolea chanjo vinapatikana muda wote kulingana na mahitaji. Kuendelea kuimarisha huduma za ukunga kwa kusisitiza na kusimamia matumizi ya chati uchungu sambamba na kuboresha vyumba vya kujifungulia ili kuwezesha huduma ya mwambata. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Esther Maleko, maswali ya nyongeza. Nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali, lakini na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, huduma za afya ni bure, lakini kumekuwa na sintofahamu kwa wanawake wanapoenda kujifungua wanatakiwa kwenda na vifaa. Nini kauli ya serikali katika jambo hili? Swali la pili, kutokana na takwimu za Tanzania Demographic and Health Survey ya mwaka 2022 imeonekana kwamba vifo vinavyotokana na uzazi ni kati ya 104 kati ya vizazi hai 100,000, lakini katika hivyo 10% vinatokana na utoaji mimba usio salama. Nini mkakati wa serikali kutoa elimu na kuhakikisha vifo hivi vinapungua? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge Esther Maleko kwa kuwapigania wanawake wa nchi hii ili waendelee kupata uzazi ulio salama. Swali lake la kwanza, serikali imeendelea kutekeleza utoaji wa afya kwa mama na mtoto kwa kutumia sera yake ya mwaka 2007 ambayo inaelekeza kwamba huduma za mama na mtoto makundi maalum ni bure, na sera hii bado inatekelezwa. Huduma hizi ni bure, ikiwemo huduma za kliniki, dawa ambazo zinapatiwa wakina mama hasa za kuongeza damu, kujikinga na magonjwa kama malaria, vipimo mbalimbali vya kuwascreen kwa sababu ya magonjwa yanayomdhuru mtoto kama kaswende na hepatitis. Kwa hivyo naomba nitoe wito kumwelekeza kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Afya, nimwelekeze Katibu Mkuu kwamba asimamie utekelezaji wa sera hiyo katika nchi hii yote ili wanawake hawa waendelee kupata huduma hizi bure. Hata hivyo, yako mahitaji muhimu ambayo mama mjamzito anahitaji. Kwa mfano, nguo ambazo anatakiwa mtoto awekwe anapoenda kujifungua, taulo za kike ambazo anatakiwa awe nazo atakapoenda kujifungua, lakini lazima pia ajiandae na nauli kwa sababu uchungu utakapokuja atahitaji awe na usafiri. Kwa hivyo naomba niwahakikishie waheshimiwa wabunge kwamba tutaendelea kusimamia hiyo sera, lakini yale mahitaji madogo madogo ambayo mwanamke anapaswa kuwa nayo ndio atakaendelea kusisitizwa kwenye vituo vyetu. Swali lake la pili, 10% ya wanawake wanakufa kwa sababu ya kuwa na unsafe abortion. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikuthibitishie Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameboresha miundombinu yetu ya afya ambayo
Sasa tunatoa comprehensive post abortion care. Tunawapatia wamama hawa huduma bora baada ya kuwa wameharibikiwa na mimba, ikiwa ni pamoja na kusafishwa, kupewa dawa, kupewa elimu, kwa sababu mara nyingi baada ya kutoa mimba nyingine, basi tegemea mimba nyingine kama hautampa elimu na kumkinga na kumpatia uzazi wa mpango salama. Na huduma zote hizi zinatolewa bure. Hivyo naomba niwaombe Watanzania wote, tunazo huduma rafiki jumuishi kwa vijana, huduma rafiki ambazo tunawapa fundisha makuzi, kwa sababu akili ya mtu ambayo haifanyi kazi ni nyumba ya uovu. Manake kama mtu amefanya tendo la ndoa lisilo salama na akapata mimba, basi tegemea pia amepata pia na magonjwa. Kwa hiyo tunazo huduma rafiki kwa ajili ya vijana ili tuwawezeshe jinsi gani ya kujikinga na hayo magonjwa. Mimba ametoa, lakini kuna magonjwa ambayo huwezi kuyatoa na hatari zaidi. Lakini tunatoa huduma rafiki na jumuishi kwa manusura wa unyanyasaji kwa kuwapatia dawa kwa ajili ya kujikinga na magonjwa, lakini kujikinga wasipate mimba. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe wito kwa Watanzania wote waendelee kuviamini vituo vyetu vya afya ambavyo vyote nchini vinatoa huduma rafiki ili wajikinge na hizi mimba ambazo zisizotarajiwa, lakini wajikinge na magonjwa, waendelee kupata huduma rafiki ambazo zipo nchi nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Naibu Waziri, nakushukuru kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa wabunge.